Nichukue nafasi hii fupi sana tu kusema kwamba mnamo tarehe 1 mwezi wa 3 wenzetu wa SMAUJATA waliandaa kongamano. Na nafikiri kongamano hilo lilikuwa mahususi kwa ajili ya wanawake, hasa wanawake walemavu pamoja na wanawake kwa ujumla. Wakati huo tulipokuwa tunaendea kwenye siku ya wanawake duniani ya tarehe 8 mwezi wa 3 na kongamano hilo liliandaliwa. Nashukuru sana kwa ajili ya kongamano hilo ambalo lilikuwa mahususi kwa ajili ya kuendelea kujiimarisha, kupiga vita ukatili dhidi ya wanawake, ukatili dhidi ya watoto na ukatili dhidi ya walemavu na vitendo vyote vya unyanyasaji. Mimi nawapongeza sana SMAUJATA kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele kushirikiana na serikali, na hasa serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kweli yuko mstari wa mbele kuhamasisha viongozi wote na asasi zote za kiraia na zisizo za kiraia kuhakikisha kwamba tunatokomeza ukatili. Ni lazima tuseme kwamba masuala mazima ya ukatili yana kasi nzuri ya kupungua. Hilo ni lazima tukiri, kwa sababu kwa muda mrefu hatujapata vioja au hatujapata matukio mabaya yaliyokuwa yamezoeleka siku za nyuma ya ukatili dhidi ya wanawake, ukatili dhidi ya wazee, ukatili dhidi ya watoto. Nafikiri na mimi nawashukuru vile vile SMAUJATA kwa kukumbuka hao kwamba hata kama tunapambana na ukatili, lakini vile vile tunakuwa na wasaidia walemavu. Nichukue nafasi hii kushukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Shinyanga, ndugu Patrobas Katambi. Ndugu yetu Katambi, mbunge wetu wa jimbo la Shinyanga, alijitolea kutafuta na kuleta hiki kitimwendo kwa ajili ya mtoto huyu. Kiti hiki ambacho nilivyokuwa naulizia kina thamani ya karibu shilingi 607,000. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge ndugu yetu Katambi. Na kwa hiyo tumshukuru sana sana, na ninataka kusema Mheshimiwa Katambi, mbunge wetu wa jimbo hili, amekuwa ni mtu wa kujitoa kwa wakati wote. Ndio sababu aliweza kufika hata katika ile kongamano letu pamoja na kazi nyingi, lakini sio kufika tu, na akaweza kujitolea kutoa msaada huu kwa ajili ya kijana wetu huyu ambaye ni mlemavu. Na kwa hiyo tuchukue nafasi kumshukuru sana, na tunampongeza na tunaendelea kumwomba aendelee kuwa sehemu ya msaada kwa ajili ya wananchi wa jimbo hili. Naamini kabisa wote tunakubaliana naye kwamba ni mbunge wetu mwema na ambaye ameonyesha mfano, na tumwombee Mwenyezi Mungu azidi kumpa kadri ya mahitaji yake. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Pia napenda kumshukuru waziri wetu Dorothy Gwajima. SMAUJATA mkoa wa Shinyanga tulikuwa tarehe 1 mwezi wa 3 na maadhimisho ya wanawake na wanawake wenye ulemavu. Hii siku tumeunganisha watu wengi sana, na ndio siku ya kipekee ambayo imemfanya Esther aweze kufurahia. Ni siku ambayo tunaadhimisha maadhimisho ya wanawake na wanawake wenye ulemavu. Tukawa SMAUJATA tukapaza sauti, katibu wangu wa SMAUJATA wilaya Manispaa akapaza sauti juu ya Esther ambaye ni mlemavu. Mama yake kama mnavyomuona hapa hana chochote, yupo kwa ajili ya kumsaidia Esther. Sasa viongozi wetu Mzava na Katambi wakawa wameliona hili, wameweza kumsaidia kama alivyowasilisha mkuu wetu wa mkoa hiki kiti pamoja na mtaji kwa mama mzazi. Tunawashukuru sana. Tuseme kwa SMAUJATA tunaendelea kupinga na kutokomeza ukatili wa aina zote. Sisi SMAUJATA kwa mkoa wetu wa Shinyanga tumeweza kupaza sauti. Tumshukuru sana mama Esther akawe ni balozi, kwa sababu kuna wengine wanawaficha walemavu ndani. Sisi SMAUJATA tunaibua na kutokomeza ukatili. Kina mama tunaomba wasiwafiche walemavu ili waweze kupata msaada, kwa sababu nao wana haki kama wengine. Kwa hiyo SMAUJATA mkoa wa Shinyanga, nawashukuru sana 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 timu yangu ya SMAUJATA mkoa wa Shinyanga
viongozi wangu wa wilaya pamoja na wote ambao tulijumuika siku ya kongamano la wanawake na wanawake wenye ulemavu. Tupo tayari kufika sehemu zote kupinga na kutokomeza ukatili wa aina zote. Niwashukuru sana waliojitolea, Mheshimiwa mbunge Thomas Katambi na Mheshimiwa Christina Mzava, ni mbunge wa viti maalum. Kwa kweli nimefarijika sana. Nikiwa kama katibu wa kanda ya Ziwa, niweze sasa kuwaasa hata viongozi walioko katika mikoa hii 6 ambao nao isimamia, endapo kama kutakuwa na makongamano yoyote ambayo yanahusika na mambo ya SMAUJATA, waweze kuibua vitu kama hivi. Kama kuna walemavu wako ndani ya familia, waibue. Kuna watu hapo wa Tanzania ambao wana moyo kujitolea. Leo hii kama SMAUJATA wasingejitolea siku hiyo kwenye kongamano na kuibua hiki, Esther Mike asingeweza kupewa hiki kitimwendo wala huu mtaji wa mama huyu ambaye amekaa kwenye familia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mimi niombe sana viongozi wangu wa mikoa hii 6 ya kanda ya Ziwa, wenye viti na makatibu, waweze kuiga huu mwenendo wa mkoa wa Shinyanga, wafuate huu taratibu ili wenzetu walemavu na wenyewe wapate haki stahiki. Na imani sana kwa kweli hata Mwenyezi Mungu amebariki na Esther leo amecheka, amefurahi, na Mungu kwa kweli amefurahi kwa sababu hichi ni kipindi cha mwezi mtukufu. Amina. Na hivyo niombe kwamba hata kama kuna wadau wengine ambao wako ndani ya mikoa yetu, wawe tu na moyo wa kutoa sadaka kama hizi. Tusiweze hizo sadaka kuzitupa kwenye ulevi, kwenye anasa na sehemu zingine. Sadaka zetu zikienda kwa watu kama hawa, na Mwenyezi Mungu atatusaidia neema nyingi sana. Amina. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana viongozi wa mkoa wa Shinyanga wa SMAUJATA, kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya na kata, kwa moyo wenu wa uzalendo, kwa kuacha majukumu yenu na kuja hapa kwa ajili ya ndugu yetu Esther hapa. Kwa kweli mimi nawashukuruni sana. Yangu kwa wazazi wasipende kuficha watoto, kwa sababu changamoto ya Esther, walikuwa kuna wadau tofauti ambao walikuwa wanaenda kwa lengo la kumchukua aende akamfanya biashara Dar es Salaam kwa lengo la kujitengenezea uchumi. Hicho ambacho kilikuwa kinatuuma baada ya kwenda kumuibua Esther, tulipokutana na changamoto kama hizo. Kwa hiyo leo furaha yangu kubwa kabisa kuona Esther leo ni kuelekea, yani kuwa sikukuu ya wanawake, Esther leo amepata kitimwendo, mama akapata mtaji. Ina maana hata mawazo yale ambayo alikuwa kama alikuwa nawaza hayataweza tena kufanyika. Ina maana heshima ya Esther imetokeza kwa siku ya leo. Naishukuru sana serikali yangu, naishukuru timu ya SMAUJATA, manispaa na mkoa kwa ujumla. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Veronica Nyerere. Mimi naishukuru sana serikali yangu, imeweza kunisaidia. Nashukuru kwa kunipa baskeli ya mwanangu, nashukuru kwa kunipa na mtaji. Naomba Mungu awabariki sana. Mtoto huyu wakati najifungua alikuwa bado hajakamilisha miezi. Kwa hiyo nilipojifungua akawa na miezi 8. Nikakaa hospitalini mpaka miezi 2. Baadaye ndo tukaruhusiwa kwenda nyumbani. Ila kabla ya kutoka hospitalini aliugua degedege. Ndo chanzo cha kuumwa, sasa akawa mlemavu. Kwa sasa ana umri wa miaka 13. Anaitwa Esther Michael, mkazi wa Shinyanga. SMAUJATA nawashukuru sana kwa kuja kumtembelea mwanangu Esther. Kwanza nawashukuru sana, Mungu awabariki sana kwa kunisaidia jambo kama hili.